Mnyama kunako? Mnyama bana, msimu ulinoga mwishoni. Ni kama ile kukumbuka shuka kukiwa kumekucha. Kwa baada ya kunoga msimu ukawatamanisha, lakini haukumalizika vizuri kwenye ligi kuu. Wao wanaamini katika makando kando, lakini wanaamini pia kuna mapungufu ambayo walianza nao mwisho wa msimu ambao ni jambo ambao hataki kulirudia. Sasa hivi umoja ni mkubwa mno. Simba. Umoja. Ule umoja wa viongozi ama umoja wa nini ambao unazungumzwa? Wa viongozi kushuka chini, yes. Ni umoja ni mkubwa sana. Na wanajaribu kupunguza mamluki. Kwa hiyo inaenda sambamba na kwa wachezaji. Naomba hapo kwanza kwenye viongozi, pengine hii inaweza ikawa ni exclusive kwamba kinachoendelea Simba hivi sasa. Yes, umoja mkubwa sana. Kwa uongozi kulikuwa na issue ya katiba. Issue ya katiba imekamilika kwa miongozo na taratibu za serikali. Baada ya kukamilika, sasa kinachofuata ni viongozi kurudi kwenye matakwa sasa ya kikatiba, na wote wamekubaliana. Upande wa mwekezaji, upande wa wanachama, lakini pia upande wa wadhamini. Kwa maana watu ambao wamechukua tenda kama jezi kama Jairuti anafahamu mipaka yake, anafahamu nafasi yake. Yes, lakini kuna watu wengine ambao upande wa mwekezaji Mohamed Dewji kwa mujibu wa katiba ameshafahamu mipaka yake. Upande wa wanachama nao wanafahamu mipaka yao na nguvu yao. Kwa wote wamekubaliana kukaa chini pamoja, inakwenda kuundwa kamati ya uendeshaji ya klabu ya Simba kabla ya uchaguzi kufanyika. Itaundwa ambayo ndio inatakiwa na katiba ambayo itatoa watu sahihi, alafu wataelekea kwenye uchaguzi. Huo uchaguzi sasa utaleta mwenyekiti wa upande wa wanachama ambaye ndio atakuwa na nguvu kwa sababu atakuwa na hisa 51 kwa mujibu wa katiba. Kwa hiyo umoja tayari upo na hayo makubaliano ya kwamba jamani, katiba inataka hivi, sasa tunakwenda hivi. Kwa hiyo usishangae Jairuti akakaribishwa katika wale wawekezaji watatu. Kwamba usishangae Jairuti akakaribishwa katika wale wawekezaji watatu. Ndivyo katiba mpya inavyotaka. Inataka wawekezaji wawe si chini ya watatu. Huenda kama Jairuti akisogea katika wale wawekezaji watatu, huenda tukashuhudia Simba ya hatari sana na baraa kubwa ambalo tunaweza tukaliona. Mwenendo huu ambao tumeuona hadi zikitimia na Jairuti kama tutamsogeza. Umemwona mwenyewe mnyama kweli kweli. Biashara imekubali ya jezi, lakini naye pia ni mnyama kweli kweli. Kwa hiyo kama naye ataingia, Simba alikuwa anakosa mtu mwenye kupenda alafu anakwenda front. Mohamed Dewji anapenda, lakini yule ni tajiri, bilionea namba 1 kwa vijana Afrika. Ana majukumu mengi mno, hawezi kuwa front kwa kila muda pale ambapo mnamhitaji. Alikuwaga ni marehemu Haspop, ndio alikuwa na kariba hiyo ya kwenda front kwenye kila eneo, alafu na mzigo upo alikuwa nao. Sasa hivi Jairuti mzigo upo na anaweza kwenda front. Hatari hiyo. Kwa hiyo Simba wamemsogeza pale. Kwa hiyo swali langu likabezi pale kwamba huenda tukashuhudia makubwa ndani ya Simba Jairuti. Nakwambia kwa uwepo wake katika wale wawekezaji watatu, kama anapenyeza na mzigo upo, kama ameweza kuleta Iliza basi lake la kuuzia jezi la kisasa, ana sponsor baadhi ya mambo yafanyike, baadhi ya sajili. Manake huyo mtu akiingia sasa rasmi kwenye sehemu ya uwekezaji na akawa karibu, kwa sababu ana muda. Unajua alikuwa diwani, sasa hivi sio diwani. Ana muda. Mtu mwenye muda na mzigo upo. Hiyo balaa. Hilo balaa. Ni balaa kubwa. Ni balaa hilo, na kuhakikishia hiyo. Sasa ichukue, hiyo ichukue. Afu wewe ishi nayo. Katika wawekezaji wale ataingia, afu ana muda. Ndio cha kuzingatia hapo ni muda. Kwenye usajili naye pia huenda, kwa sababu tumeona akiambiwa bwana jina la mchezaji huyu anahitajika, yupo chapu sana. Kwa hiyo sasa nataka jezi iuzike. Sasa jezi sinauzwa na majina ya wachezaji wa yaani jezi ili uzike inatakiwa kuwa na wachezaji fulani. Kwa mwekezaji ambaye eneo lake ni la jezi na anataka jezi uzike, jina lolote ambalo linapendwa na mashabiki analileta ili auze jezi. Umeelewa hapo vinavyoenda sambamba hivyo vitu viwili? Yaani lazima jezi uzike, na jezi inauzwa na majina makubwa. Kwa kama mashabiki wanapiga kelele tunamhitaji Singano, lazima Singano aletwe ili mashabiki na wanachama wanunue jezi. Vinaenda sambamba hivyo vitu. Na Jairuti mzigo upo na hayo matamanio anayo na soko la jezi ameshalipenda, limekubali. Maana mtu aliyenunua basi la kuuza jezi haachi hiyo kazi leo wala kesho.
Umeelewa hiyo? Kafanya investment yule. Basi la kuuzia jezi. Basi kwa timu katimiza matakwa ya mkataba. Ndani ya mwaka mmoja wa mkataba. Hata nusu haijafika ujue mkataba wa Jairuti na Simba. Ametimiza hivyo vitu. Manake huyo mtu tayari ameiona hiyo biashara. Na ndio maana tunasisitiza kiongozi yoyote mwenye kutaka kukwamisha biashara kwenye hivi vilabu, huyo hatakiwi aondoke mara moja, kwa sababu mpira unataka pesa. Sawa. Kuna taarifa gani za usajili ambazo zipo zimepenya kwa meza yako? Kwanza ni mikataba. Mikataba ilikuwa inatakiwa kurenew. Chama tayari wameshamsil. Mpanzu uliona tajiri alitoka Dubai, akaja akamaliza. Lakini watu kama Libase wana mikataba, ila moja bahati mbaya nakupa sasa hivi. Za usajili bado ziko ndani sana, lakini moja ya story ambayo kidogo inashtua. Katika wale mawinga watatu wa Simba, Libase, Mpanzu, Ora, kuna timu inafika bei mmoja. Na Simba unajua hawajiulizi mara mbili. Kuna mmoja sasa, hiyo nakupa. Wana Simba wajiandae kisaikolojia. So unajua Simba hawachagi hela. Yani hata ukiwashe vipi wewe, Simba hela ikija wao wanachukua. Awa hela ilikuja, Awa akiwa top scorer wa msimu, angetajwa kuwa MVP, watu wakachukua hela. Huwa hawaachi. Kwa katika wale mawinga watatu, Libase, Ora, Mpanzu, mmoja safari inafika. Dirisha kubwa hili. Watu wanapokea hela. Kwa sasa hivi kinachowatesa viongozi pale Msimbazi ni namna gani wanaweza kupata material hayo. Hela wanachukua, afu wanaingia sokoni tena kuleta material hayo. Ndio kinachowaumiza kichwa sasa hivi. Kwa hiyo ndo kubwa sasa hivi pale Simba. Kwa hao watatu. Na Simba huwa waachi hela. Maeneo mengine bado Simba wananyatia taratibu. Kuna watu ambao safari inawakuta kwenye eneo la kiungo. Kuna mmoja anakaa benchi, Nabi Kamara, safari inamkuta. Kante ni debate. Kante Kevin Nation anatosha na Kagoma, au tubakishe na Kante wa nje, au tutafute wa nje kabisa material ya juu ya Kante. Hiyo debate inaendelea. Kwa hiyo ipo. Beki pia kama unavyoona, kuna majeruhi ya Hamza, kuna majeruhi ya Nangu ambao kurejea kwao sio hivi karibuni. Kwa beki pia na anatazamwa, atoke ndani atoke nje, ni debate nayo. Kwa bodi itakapowasilishiwa ripoti na mwalimu, hapo wanaingia sokoni. Fullbacks debate ya wandani waaminiwe ndo kubwa. Kwa ni kazi kwa Duchu na Kibabage. Wataongezewa nguvu chache na kina Mligo ili wajiimarishe. Kwa hiyo kazi kwao. Ila hakuna sana nguvu ya watu wa nje kutafuta kwenye eneo la ulinzi. Nini ambacho unahakikishiwa na Simba kwamba msimu ujao watarajia makubwa? Ana mshambuliaji tumesahau. Mshambuliaji anatafutwa. Mshambuliaji Simba sokoni. Wanatafuta mshambuliaji. Jina ambalo limekuja bado hujalifahamu. Bado wapo kutoka magharibi wanatafutwa. Unajua sasa hivi Afrika nayo haina washambuliaji wa kusema moja kwa moja huyu pinpoint ni fulani. Kwa bado scouting inaendelea. Ila eneo ambalo ni mama ni hilo mshambuliaji na winga. Kwa sababu winga mmoja safari. Unaona taarifa kutoka yule winga wa Stellenbosch kule. Wakamtoa huyu ambao amesoma amefikia bei afu yule. Akaingia yule. Ndio hicho kwa sababu kwa sasa hivi kwa kiasi kikubwa Simba wana base kwa Steve Barker. Amekuwa nini mkubwa sana ambao wachezaji. Kwa hiyo ripoti usiona ameleta Tule ile imekubali. Ora imekubali. Kwa hiyo ni mtu ambaye wanampa nafasi ya kumsikiliza, anaona material gani anaweza kufanya nayo kazi. Kwa ripoti ya msimu nadhani wiki hii kutakuwa na kikao ambacho kitakuja kutangaza maamuzi ya katiba, lakini pia kitapokea ripoti kuhusiana na mwenendo wa msimu mzima na mapendekezo ya mwalimu. Lakini tayari huku na huku safari zishaanza. Bana sawa Albogasi, mimi nikushukuru sana ndugu yangu. Sawa. Kingine ambacho nilikuwa sijakupa bana. Moja ya story ambayo sasa hivi iko chini ya carpet huko. Matajiri bana wa Chamazi. Tajiri wa Chamazi baada ya hasira ya CRDB ile wakaona hivi tukiwachukuliaga wachezaji wananungunika, lakini rafu wanaweza kucheza. Ila sisi rafu ya hela tunaimudu vizuri kuicheza. Kwa kuna rafu itachezwa na watajiri wa Chamazi Kariakoo pale. Mchezaji hapo? Kuna mchezaji wanamuoa? Kuna rafu itachezwa. Ya mchezaji 2, sio mmoja. Hiyo kaa nayo wiki ijayo. Leo lini? Leo Jumatano. Jumatano wiki ijayo. Nitakwambia. 2 kutoka Msimbazi Simba. Kariakoo. Yanga na Simba. Kuna mchezaji wanamuoa. Rafu inachezwa.
Basi shukrani sana, tutarudi kuichukua exclusive. Pamoja sana.